kwa jina naitwa Abdi Ali Fugicha, na vile mshtuko wa jana tulipata gazeti ya Nation ambayo kwa ulimwengu mzima mpaka London inaweza someka, iliweza kutupea mshtuko wa ajabu. Mahali tungeita nyumbani, ama ushindi wetu ambao tulipata tarehe 3 mwezi wa 10 waliweza kubandua bila hata kufika kotini. Sisi tunaona hii mambo ya gazeti ya jana tunaikashifu, na tunaomba hii gazeti ya jana, kulingana na vile imelink hata rais wa Jamhuri ya Kenya mwenye nchi, eti kwamba alishinda kesi ikawa shilingi bilioni 13 ya ardhi ambayo ni arobaini ya kipande chetu cha ardhi pale tunaita nyumbani. Hii hata tunashangaa sana, hakuna vile rais ambaye ni wa hasla na tulimpigia kura asubuhi na mapema, kwa leo hii na yeye ni mpenzi ya Wakenya anahusishwa kwa hii jambo kama hili. Na kwa vile sisi Ruiz Quota Settlement Scheme hatuegemei kwa mwanasiasa yoyote, Mungu ndio mtetezi wetu, na tunaomba rais wa Kenya kama pengine kwa njia moja ama lingine anahusika na hili jambo, sababu ni mara kadhaa tumesikia kuona kwa magazeti, kwa social media, akasema hana hata kijiko moja ya mchanga Ruai. Kama kuna mtu anatumia jina yake kwa kutunyanyasa, aweze kumchukulia hatua haraka iwezekanavyo, na amkaribishe katika ngoma ya ugaibuni, tayari amunyoe bila maji, sababu hii ni vibaya sana. Huku sisi tunaumia, na huku huyu ambaye anakuja na hii court of appeal anasema ataenda hasara, na ilhali sisi wenyewe kama maskoza tumeuawa. Baadhi yetu wengine wako chini ya ardhi sasa, sababu property ya hapa duniani na kutoa uhai wa mtu ni vitu mbili tofauti. Kwa hivyo huyu ni mtu ambaye hana huruma na anatumia jina ya president kutudhulumu na kutunyanyasa na kutuua. Sababu hii kesi yetu tukifuatilia sana ikenda udhia wake, tutarudi kwa mada, sababu sisi wenyewe hatukukuwa pale kwa makosa. Shamba yenye kwa sasa baada ya kifo kutokea pale bwana Macharia, maskota wote walienda kwa mandugu na majamaa na marafiki, wajomba na mashangazi, wengine baadhi yao kwa makanisa na misikiti. Kwa idadi kamili ya Ruiz Quota Settlement Scheme tuko zaidi ya kuanzia 6,000 hadi 12,000, sababu kila mmoja tukijaribu kuradisi ndio idadi kamili ile tuliona ni 12,000. Tunaomba sasa hii gazeti ya Nation iweze kukanusha haya mambo imeandika kwa muda wa siku 7. La sio hivyo, sisi wenyewe tena tutawapeleka kotini, watulipe gharama ya kutuharibia jina, na pale ambao tunaita nyumbani wanatupotezea kwa fikira ambayo kitu ambao hawajadhibitisha wenyewe. Sababu hata ruling ya jana tuko nayo hapa, ndio hii nitasoma, imeandikwa na Kimombo. Judgment so in issue of security for costs are not applied. However, the invalid dubbed to protect the interest of respondent and the court does grant orders for stay for a limit, a period, and also application not to part with process of a suit and a land, not undertake any new development in during the pregnancy of appeal. Sasa hiyo tayari hii appeal inamuonesha asifanye lolote ama afike new development mpaka hii kesi ya appeal ipate kuisha. Na ni mzuri, tunashukuru huyu judge ambaye ni Amolo alimpea amempea siku mwaka 1.5. Hiyo ni 18 months.
hii appeal ipate kuisha within 18 months tangu wakati wa ruling hii ya tulipewa degree. There's a degree issued on the 3rd October 2024. Sasa bado shamba iko mkononi mwetu kulingana na hii degree. Hakuna mtu yoyote ametupeleka kotini akatuambia sasa nyinyi Rui's Quota Settlement Scheme hiyo shamba sio yenyu. Huyu amepewa fursa atume appeal kama itawezekana, ajaribu bahati yake kwa Court of Appeal. Na hapa tunaona huyu mtu ni mjanja, pengine anajaribu kupumbaza wa Kenya kwa akili, ndio awa prepare psychologically, ndio ndiposa ile Court of Appeal ikija afanye pengine hongo aweze kununua hiyo na sababu laini ya mahakama, sababu ni corruption. Tunaomba Martha Koome pia asikubali corruption, hasa kama hata alikubali kwa mambo mengine kwa Rui's Quota Settlement Scheme. Tunamwomba kwa tafadhali wale majaji watakalia hao watatu wasikubali corruption pale, sababu maelfu na maelfu ya masquatters tunaumia. Ndio ana prepare wa Kenya psychologically, ndio akifanya corruption pale ndio tayari cha prepare wa Kenya, ndio julikane tayari ile shamba ama ile ushindi wetu ya tarehe 3 imepata kubanduliwa. Kawaida hii gazeti iliweza kupiga butwa jana hata sisi wenyewe, sababu hatukudhania hakuna katika sheria ya Kenya inafanyanga kesi usiku. Kushinda ilikuwa ni juzi peke yake jana na ikatoa gazeti. Hata baadhi ya wazazi wetu saa hii wako mahospitali wanaongezwa maji. Mali walikuwa na matumaini watakuwa nyumbani, ni kunyumbani, na tumeweza kuishi huko miaka na mikaka. Miaka 14 si mchezo, na tumeenda kotini miaka 16. Hizo ni miaka 30. Na tayari uamuzi wa koti walipata afueni baada jana. Hata kuna wengine tulio warudisha manyumbani pale waliomba makao kwa baada kushtuka, walipata mshtuko. Unajua baadhi yao wengine ni wazee sana. Lakini hata hivyo ndo tunapea hata hii nation siku 7 waandike kinyume na haya wameandika jana. Ndio ndiposa hata wale wengine wako mahospitali wapata kupata afueni haraka warudi manyumbani. Tunaona hawa ni watu ambao pengine wana target kiti ya president 2027, ndio wanataka hii kiti, pengine wanapigana kisiasa. Ndio wanajaribu kubomoa jina ya president na kumshikanisha na masquatter. Sababu sisi masquatter ndio ambao tunafanya uchaguzi na chaguana. Na kweli ni masquatter sisi peke yetu. Ukiona mnyonge yote anadhulumiwa mahali, pia wale wanyonge wengine watakuwa na huruma. Matajiri wao wanazika matajiri na maskini wao wanazika maskini. Sasa hata Kenya mzima masquatter wote kuona jambo kama hili. Sababu wakati ile tulishinda kesi mwaka tarehe 3 mwezi wa 10, tukaambiwa hongera na masquatter wote wale wanasumbuliwa nchini. Leo hii labda huyu anachukua nafasi hii ndio huyu president asipate kura ya wanyonge Kenya mzima. Jimmy Gitundu alikuwa kotini tarehe 2 mwezi wa 2 tarehe 27. Yeye alijiondoa kama director wa rental company. Sababu rental company ni kitu hai-exist. Na kama ina exist, wangeleta CR12 kotini hiyo miaka 16. Hawakuleta hata siku moja. Huyu ambaye anaitwa Juliet, sijui sababu huyu mama, huyo ni mtu ni puppet tu amewekwa hapo. Si director wa rental company. Hao ni karubandika tu. Sababu hata wakati ile alikuwa anatoa ushahidi kotini, yeye mwenyewe hajui hata ile mwaka alichaguliwa. Ile ilipiga hata kotini butwa. Kwa hiyo huyu ni watu tu wako tu kwa atmosphere. Hata hiyo kampuni yenyewe hiyo, hata kampuni yenyewe hapo kwa umeona kwa gazeti ni kitu hai-exist. Hewa tu, hakuna watu wako pale. Sababu unakuta hata Jimmy Gitundu mwenyewe ule tulumshaki, yeye alikuja na akaidhinisha yeye si nini director wa rental company. Sisi tulistaki rental company sababu ililetwa na Jimmy Gitundu. Jimmy Gitundu alisema kwa vile rental company ilinunua shares, na yeye akanunua shares ndio akawa director wa rental company, na ikafika akajiondoa 2019. Sasa hii tukitaka rental company yenyewe ilijaribu kuhusishwa. Tulijaribu kufanya search ya rental company, hatukuona. Lakini madhumuni vile umeuliza hiyo swali,
wale ambao tuliwakashi ni hiyo rental company, na title yao ikiwa fake tukapeleka kotini, tuliwastaki, lakini nowhere to be seen, hai exist. Hiyo shamba yenyewe 1297/9/4 hai exist, company yenyewe hai exist, sababu tumeenda kwa register of company tukakuta CR12 hawajai produce chochote pale. Sasa hapa tu tunaona ni watu tu wako from nowhere, na ile cartel ile hiyo inasemekana na rais ndio wanatusumbua hapa mashinani. Tunataka hata president ajitokezee waziwazi aelezee yeye hana interest na shamba ya Ruai Quota settlement scheme. Na vile tulishinda hata rental company mali ilipo, hawaje kujificha, wajitokezee banana, sababu hata sisi tuko chini ya katiba ya Kenya ambayo inatuelezea article 67 cap 288 public utility haiwezi kuwa ya individual wala ya company, na hiyo ndio ilituweka uhuru tukaenda kesi kotini 1999 tarehe 14, na wakasema settling of rights quotas ambao ndio sisi on council meeting held on 14 September 1999 issued to settle the former Embakasi Ranching Workers Company on LR number 12979/1 approved na City Council. Ndio hii sisi tulienda kugrab shamba, na sisi hapana vipofu ama land grabbers. Hii ni kitu ambayo ilipitishwa na full council, 74 councillors and 17 chief officers walilipwa mshahara wakati hiyo. Hiyo ni ushuru yetu ile tulikuwa tunafanyia wakati huo. Isitoshe pale ukiangalia tena kwa Roman 2 hapa, Roman 2 ukiangalia the same minute ile ambayo iliandikwa 1999 inasemaje? Due to financial status the squatter were requested to hire a private planner and surveyor and pay services rendered. City Council of Nairobi wakati huo haikuwa na pesa. Watu ambao wanachukua license, wanachukua hata maiti zile ziko moshari, wanapata ushuru, wanapata pesa. Walikosa pesa, wazazi wetu wagaramia, wakaweka demarcation hiyo shamba yote, tukapata kuita mahali nyumbani. Kwa hiyo ukiangalia hii minute yenyewe nyingine ni ya City Council of Nairobi, wakakuja wakariport wakasema pale kwa hiyo minute yao wadai the Rights Quotas Settlement Scheme Rights Quotas Settlement Scheme were indicated only to the land and access 5 kilometers and planted 2,000 numbers of trees. Hiyo ni kitu iliripotiwa City Council of Nairobi, na kwa kuhakikisha hiyo kazi ya hiyo Nairobi iliisha. Na hapo City Council of Nairobi ikasema basi hiyo shamba kutoka hapo si yetu tena, ikabaki ikatupea hii inaitwa PPA2. PPA2 ni kuanisha ni kama title ya City Council of Nairobi. Sasa wamenawa mikono, hakuna wakati watakuja kusema hiyo shamba ni yao tena, ina property, hiyo ni property ya wenyewe. Shamba yenyewe ikachorwa hivi na City Council of Nairobi, ikapigwa design hiyo. Wakatenga kule kuna maji, hii ni existing of sewage treatment works ambayo ni eka 2000. Hii nyingine imegawanywa ndani kuna blocks. Ni City Council of Nairobi iliweza kufanya hivyo sababu sisi hatuna factory ya kuchora makaratasi kama haya, na ikatenga sasa ikaoneshana kutoka sewage kuenda huko. Hiyo ndio inaitwa 12979/1/R ambayo ni remainder, na hapo ndo tunaita nyumbani. Tukaweza kukaa hapo miaka 14 bila kusumbuliwa, raha mstarehe, bila kusumbuliwa na mtu yoyote. Isitoshe baada hii, kabla ya hii, Nairobi City Council kwa vile waliona labda sisi watoto wa maskota tunaweza kuja kuclaim shamba yote in future, wakachora map ambayo na sio sisi wenyewe tulijichorea hii map. Map ndio hii. Angalia hapa, angalia hii ni approval ya City Council of Nairobi wakati huo. Na ikagawanya ile shamba in blocks.
na ikakuja ikasema pale, ukiangalia proposal of regulation of Ruai's quota settlement scheme on LR number 12979/1/R bracket originally 12979/1. Kwa hivyo sisi pale hatuko kwa makosa. Hawa ndio walitupea idhini hapa. Kwa wale wengine mandugu zangu wengine hatuelewi kizungu vizuri, labda sisi ndio tuko pale kwa makosa, ama huyu ambaye anatusumbua ndio kwa pale kwa makosa. Na hiyo iliandikalo ndilo liwalo. Na sisi tunafuata haya. Ndio sababu tunaita pale nyumbani. Na tukita pale nyumbani, hii kazi yote imefanywa. Ilifanywa na City Council of Nairobi, wale tupea ile shamba ambayo ikiwa mkononi mwao, na wakatuhakikishia wakaidhinisha ile shamba na hii PPA2. Sababu hii ni kama tayari wamejiondoa, sababu sisi wenyewe ndio tuligharamia. Fayuka hapo tukipokuwa miaka 14, huyu jamaa ambaye ametusumbua ameweza kutuzungusha miaka 16, na baada kumaliza miaka 16 kotini, kile kina mwanzo lazima kiwe na mwisho wake. Huyu judge ambaye alimruhusu pia aende appeal ya koti hii, hakusema yeye ameshinda. Na hii ndio degree ambayo tulipewa kutoka kotini. Na degree yenyewe ilipewa kina nani? Sisi kama Ruai Quota Settlement Scheme LR number 12979/1/R, ambayo tayari hata tumekuonesha ramani yake. Na yote ambayo kile kimeandikwa hapa, yote ni kitu imeandikwa 12979/1 12979 baada ya kugawanywa isiwe jina na ile remainder tukawa ni 12979/1/R. Hata degree yenyewe ndio hii imeandikwa 12979/1/R. Huyu ambaye anatusumbua anasema shamba yake ni 12979/4. Ile haiko hata imetafutwa dunia mzima. Ndio sababu hata sisi masukota tuliweza kuenda moja kwa moja mpaka Hadhi House kufanya search. Baada ya kuona haipo, tukaona huyu mtu ni mkora, ametupiga bila kuwa hata na title. Sababu hata article 67 cap 288 katiba ya Kenya ambayo iliandikiwa Lancaster House, tukakuja tukaidhinisha 2010 hapa nchini. Tukaamka asubuhi na mapema kuichagua. Article 67 cap 288 inasema public utility haiwezi kuwa ya individual wala ya company. Sijui huyu mtu anatumia katiba ya nchi gani? Sababu sisi wote wa Kenya tunaheshimu katiba ya Kenya. Na mali mtu mnyonge anakimbia pa mwisho ni kotini, na uamuzi wa koti ndio final. Na hii miaka 16 sababu hana takibati ya anaweza inadimisha ajabu. Anasema rental company yenyewe miaka 16 tumeweka kotini, haiko registered, no ya to be seen. Hata hiyo gazeti mumeona jana, likitu haipo, ni hewa tu iko kwa atmosphere. Tayari hata Mungu amefanya miujiza, ameweza kujiandika yeye mwenyewe. Kama hata hiyo gazeti ya jana tunaikashifu kwa sababu imetoa ruling ambayo bado hata haijakaliwa chini. Hii appeal ambayo hata sisi wenyewe hatujui ni tarehe gani itakaliwa. Wakili wetu mwenyewe hajui ni tarehe gani itakaliwa. Tayari nation imeidhinisha tayari ile shamba ambayo tunaita nyumbani imerudi kwa Ruto. Na Ruto pia mwenyewe labda hana habari na hii mambo. Tungejaribu kuomba rais wa Kenya, huyu mtu kwa vile ametuhangaisha miaka 16, na saa hii ndio huyu anakuharibia jina sababu anajua 2027 ndio karibu, ndio kubomoa, amchukulie hatua kisheria. Ndio kwanza awaje kumzabua. Akiwa jela kwanza ni mzuri sana, sisi tutapata afueni. La pili, hii rental company yenyewe haijawahi leta CR12 kwa kotini hiyo miaka 16. Leo Mungu amefanya miujiza, imeonekana kwamba ni kitu haiexist kwa hiyo gazeti ya jana. Tatu, huyu mwenye anadai hii shamba ni yake hajawahi leta hata search ya title huyo yake ni genuine hiyo for 16 good years. Na ikawa kisa hii sisi wenyewe
tunapata tulipigwa na butwa, sababu kukubaliwa kwenda court of appeal si eti ndio ruling. Hii kesi tumeenda pamoja na kesi, tunaenda kotini na tarehe 3 ndio hiyo maneno iliamuliwa. Vile iliamuliwa ikakuja tena siku Jumatano tu peke yake. Jana kulikuwa Alhamisi. Asubuhi kwa magazeti ndio tulisikia hii maneno ya gazeti. Na huyu mwenye kuandika hii maneno kwa magazeti ametukosea sana. Sababu vile tulisikia hiyo maneno kwa magazeti, watu wengi wa mama wa Kongo wale wananyesha na mvua wakati huu walikuwa nafikiri wataenda kwa shamba na turudi kwa shamba yetu. Sasa hatukurudi huko kwa shamba, tulisikia hata kama mtu alikuwa amekula ugali, hiyo ugali imekuwa maji. Hata kama nikata ulikuwa umekunywa, tikawa maji. Sasa sisi tunaomba hivi. Kwanza sisi wa mama wa Kongwe tunaomba hivi. Rais wetu William Samuel Ruto aje ajitambulishe, aseme vile alikuwa amesema bereni. Hana hata mchanga kijiko moja huko Ruai kwa squatters. Alisema na nikasikia kwa TV. Kwa hivyo sasa hata hii maneno nilisikia jana na wakida kama huwa Kang'ethe wakisema ati sisi shamba imekuwa ya Mr. Ruto. Sisi hiyo hatujui na tunapenda Mr. Ruto. Hawezi kutunyang'anya shamba. Mr. Ruto president wetu hatuwezi kutunyang'anya shamba. Sisi hatuna na nguvu na hatuna pesa ya kwenda kununua, na hiyo shamba tulikuwa tumepewa kitambo sana. Na sasa hiyo miaka imeenda kabisa. Watu wamekuwa wazee, wengine wamekufa, wengine tuko hai. Na saa hii mvua inanyesha, tunanyeshewa nje. Kama ni pali ulipewa na ndugu yako ukaweka makaratasi yameisha, majuara imeisha. Sasa tunaomba president wetu Ruto asikie tu huruma. Kama ako ndani. Ako ndani ya hii kesi, ajitokeze. Tena ajue hivi. Yeye ni muombaji. Na Mungu amesema kwa kitabu yake, kitabu ile tunasomea Biblia, ati mnyonge asaidiwe na yule yako naye. Sasa sisi tumekosa mnyonge mtu wa kutusaidia, na sisi ni wanyonge. Kwa hivyo tunaomba tu usaidizi. Na huyu msichana mwenye kuandika hii barua, hiyo TV hii gazeti hiyo inaitwa nini? Nation. Ambiwe kuna kesi inafanywa usiku. Hakuna. Kuna kazi inafanywa usiku na asubuhi yake maandishi inaandikwa. Hakuna. Kama hakuna usiku, sisi hatukuitwa, hata chairman wetu hakuitwa, hakuna mtu aliitwa, tulisikia kwa magazeti. Kwa hivyo sisi tunasikia roho. Sisi tunasikia roho zetu zinaumwa sana. Hata tukirudishwa huko kwa koti, tutashinda tu. Mungu wetu wako. Tunaanzaka na maombi na Mungu. Tunamwambia Mungu, unajua shida zetu. Na unajua vile pali tuko sahi wakati huu. Kwa hivyo Mungu wetu, wewe upigane na hii maneno. Vile ulisaidia watoto wa Israeli kutoka huko Misri. Tumeweza kupewa muda wa miezi 18 ya kungoja kwa apili ya High Court, ambapo huyo chachi wetu, huyo ambaye ni advocate wetu, hana ripoti yoyote, na hata sisi baada hatuna ripoti siku ile tutakaa rudi, lakini tumepewa miezi 18 ya kurudi kotini. Baada ya hiyo tena tunapata gazeti inaandikwa ya kwamba hiyo shamba iko under the President of the Republic of Kenya, na imeandikwa hata worth of 13 billion. Sasa kile tungetaka tu ni kujua ya kwamba ako ndani yeye ama ni kitu anawekelewa. Kama ako ndani ajitokeze tu aseme. Muda ule tumeenda kotini ni mrefu, tuweze kujua ya kwamba hilo shamba liko upande gani ama amehusika kwa njia gani. Kama hajahusika aweze tu kutoa report
kwa ajili ya yule ambaye ameweza kuandikisha haya maneno. Na kama vile imesomwa hapo, hatuoni ya kwamba ijaandika ya kwamba ametoka kotini ameweza kupewa hilo shamba. Imeandikwa tu kivile hata mnavyoiona na vile imesomwa na ulimwenguni. So tunaomba tu ya kwamba hiyo kitu isiwe tisho, sababu haijaleta ni kotini alishinda. Na pia koti ndio imetupea tena hizo siku ya miezi hizo 18. Na imetokeaje tena na mwingine ameandika ya kwamba hiyo shamba ni yake. Ajitokeza aseme ili tuweze kujua ukweli uko wapi. Sababu hiyo ni kitu ambayo inaonyesha ya kwamba hakuna ukweli ama ina ukweli. Lakini akiwa hako na yeye ni kiongozi na uwezo wote uko juu yake, yeye ana uamuzi mkubwa juu ya Wanarwai Squatter Settlement Scheme. Na hiyo miaka yote ambayo tumetembea, hata sasa watu wetu wengine hawaongei sababu imekuwa ni kama imetupiga na imepiga watu wetu, wazee na vijana na wale wote ambao tumekuwa tukiendesha mambo haya, kwa maana ilikuwa imehakikishwa ya kwamba ilikuwa ni hakikisho kutoka kotini ya kwamba shamba tumeshaingia.